maana ya udikteta. Kipindi kile mke wako kama ameolewa ameenda kwa banda kuimba, hata kakaa wiki nzima, ukihoji ulikuwa watu wewe unapotea. Hao watu wasiojulikana wakupoteza watu walianzia Malawi. Udikteta wa Malawi ulikuwa hauelezeki katika Afrika. Lakini siku moja baada ya waraka wa kichungaji uliotolewa na viongozi wa kanisa, barua ilipotolewa, ile tamko lilipotolewa, udikteta Malawi ukateketea, ukaoza kabisa. Leo Malawi ni nchi ambayo katika ukanda huu ni mfano wa kuigwa katika haki na demokrasia. Na sasa hapa katika nchi yetu tumeingiliwa na swala la unafiki. Unafiki ni mkubwa hata katika nyumba za ibada. Tunaweza tukawa tunaongoza ibada za mazishi za watu waliouawa wakati wa uchaguzi. Tunajua kabisa kwamba huyu mtu ameuawa wakati wa uchaguzi, huyu mtu ametekwa, hatufanyi jambo lolote. Lakini sasa ni wakati umefika wa sauti ya kanisa kuinuka tena. Nasimama kama askofu kuitangazia Tanzania kwamba huu ni wakati wetu wa kujenga mfumo mzuri wa utawala, kuandika katiba mpya na kuwa na tume huru ya uchaguzi. Na kwa sababu hiyo, kama sisi viongozi wa kanisa tunainuka, ni juu yenu wa Kristo na wananchi wote kwa ujumla kusimama imara kusema hapana ukandamizaji. Biblia inasema tafuteni nanyi mtapata. Hauwezi kuomba haki, haki unaitafuta. Nyosha mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa watu wavuawa ni mashahidi ya uvunjaji wa haki, haki ya kuishi na mambo mengine. Vuawa imeshuhudiwa watu kutekwa. Vuawa imeshuhudiwa watu kupigwa na kunyang'anywa uchaguzi. Ni kwa sababu hiyo tuna mifumo mibaya ya uchaguzi. Nasi kama viongozi wa kanisa hatuhitaji kwa wanafiki mbele zako na mbele ya watu hawa. Tunaiambia ardhi ya Bwana na nchi ya Tanzania kwa ujumla ya kwamba tuandike mfumo mpya wa uchaguzi. Na yeyote atakayekinzana na kuharibu hali hii, Bwana ukamnyoshee kidole chako asinyanyuke tena katika jina sema amen. Na yeyote yule ambaye atafanya mambo yoyote ya kuweza kuharibu mfumo mzima wa utawala na katiba mpya, Mungu kaseme naye, kwa sababu katika Biblia tunajua ya kwamba utawala wa kwanza kuangushwa kwa sababu ya udikteta ulikuwa utawala wa Samuel. Nabii Samuel, pamoja na kwamba alikuwa mfalme, alikuwa mpakwa mafuta, lakini watoto wake walipoanza kukandamiza na yeye hakuwakemea kama nabii, ndipo wana wa Israeli wakaandamana, wakaangusha utawala mbovu ule, ndipo akachaguliwa mfalme mwingine. Nasi kama Tanzania tunaandamana katika mioyo yetu kwa ajili ya kuangusha mfumo mzima wa uchaguzi na mfumo mzima wa ukandamizaji katika nchi hii. Katika jina la Yesu Kristo, ukaanguke, usiinuke tena katika jina la Yesu, sema amen. Asante sana askofu.